Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Napenda kumshukuru sana Mungu kwa sababu mgogoro huu sasa umefikia tamati na tumeweza kupata suluhu. Basi kwa namna pekee napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi yake nzuri anayoifanya kwa nchi yetu, kuleta maridhiano sehemu mbalimbali na kuleta mapatano. Na kupitia yeye Mheshimiwa Rais, napenda kumpongeza kwa kumteua Daktari Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi kubwa anayoendelea kuifanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Basi kupitia yeye ametuma wajumbe wake wamekuja kulifuatilia swala hili linalohusisha mgogoro huo wa ardhi, na leo tumeweza kupata suluhu. Tumeweza kufikia mwafaka wa tatizo hili. Na kupitia Mhashamu Baba Askofu, napenda kumshukuru pia kwa kazi kubwa anayoifanya ya utume, na ameridhia kwamba familia hii iweze kupewa kiasi cha fedha milioni 20 kama sehemu ya fidia. Na kuanzia leo mgogoro huu umefikia mwisho, na kweli tunamshukuru Mungu, na sasa tutaendelea kuishi kwa amani na kuhusiana vema kama wanajamii. Asante. Naitwa Mchungaji John Mbwiga, kiongozi wa familia ya Mikaeli Sadrage. Tunamshukuru Mungu kwa pamoja kwa ajili ya serikali yetu ya Tanzania ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kwa Waziri Mkuu Dr. Nchemba. Tunamshukuru Mungu kwamba tulikuwa na mgogoro wa ardhi ambao umedumu miaka 41 bila kupata mwafaka. Mgogoro huu ambao ulitukosesha amani na kanisa letu la Katoliki kwa mengi ya sintofahamu, lakini tunamshukuru Mungu kupitia kamati ya maridhiano ya Waziri Mkuu. Leo hii mgogoro umefika mwisho, tumepata mwafaka, na ninaamini kabisa kwamba tutakuwa na amani, tutakuwa na ushirikiano katika mambo mengi kuanzia leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kamati ya maridhiano. Mungu awabariki sana. Asante. Namshukuru sana Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa nchi hii, ambaye anatatua matatizo mbali ya maarishi. Kwa kweli leo hapa Nyololo mambo ya mgogoro wa ardhi umekwisha. Labda ianze watu wengine, lakini wakina Sebeyage wamepata haki yao na wameridhika, wameshukuru. Kwanza na kushukuru sana ndugu waziri kwa kazi unayofanya. Mungu akujalie sana, akupe nguvu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.